fanhara bihi fi nari jahannam. Kwa hiyo huyu aliyejenga jengo si kwa nia ya uchamungu, inahofiwa kwamba ataporomoka nalo na aingie kwenye shimo la moto wa jahannam. Fasakata bihi albinau, yumo kwenye jengo lakini jengo linaondoka, linavunjika, anaanguka nalo fi nari jahannama, kwenye moto wa jahannam. Yani wewe unapanga ploti la kumuua mtume kwa sababu ya kutaka madaraka tu. Mtume wa Mungu na Mungu wake aliyemtuma yuhai, anaona, akuruhusu. Wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin, na Allah hawaongozi watu madhalim. Madhalimu hupanga lakini hawafikii kwenye yale wanayoyapanga. Siku zote hawafikii malengo. Siku zote wao ni wahitaji tu. Wanapanga mipango mizuri lakini Allah hawafanikishi wakafikia kwenye yale wanayokusudia. Siku zote wanajikuta wahitaji tu. La yuwaffiqi dhalimina ila sadadi, Allah hawawafikishi madhalimu wakafikia kwenye climax ya yale wanayokusudia. Sasa kama kuna watu wanakusudia kheri kwa njia hii ya kumwasi Allah, huwezi kupata kheri. Kwa hiyo kheri kwako ni ndoto tu. Wala yahdihim sabila rashadi, na Allah hawaongozi watu madhalim kwenye njia ya uongofu. Yeye anafanya dhulma, halafu bado anasema yeye ni muongofu, anafanya kheri, kakusudia kheri. Wallahi ma aradna ila alhusna, wallahi hatujakusudia ila wema tu. Wema gani umekusudia? Allah hamuongozi mtu mbaya akafanikiwa. Wal ayatul karima, na aya hii tukufu, ala sabili tashbihi wa tamthili. Aya imejengeka kwa maneno ya mshabaha na lugha ya kupigia mfano. Allah amefananisha vitu. Liamali ahli al-ikhlasi, mfano unaopatikana kwenye aya hii, Allah anatupa uwezo wa kutofautisha amali anayoifanya mtu kwa ikhlasi, kwa kukusudia radhi ya Mungu, inatofautiana na amali kama hiyo atakapoifanya mtu tofauti, asiye na ikhlasi wala hakusudii kupata thawabu ya Mungu. Wal ayatul karimatu ala sabili tashbihi wa tamthili, aya hii tukufu imejengeka katika sura ya tashbihi, kufananisha vitu na kupiga mfano. Liamali ahli al-ikhlas wal imani, mfano wenyewe unapewa wewe uwezo wa kutofautisha amali ya aliyefanya kwa ikhlasi na akiwa na imani. Wa amali ahli nifaqi wa dalali, ni tofauti na amali wanayoifanya wanafiki ambao wana muongozo batili, wako kwenye upotovu. Wal maana, na maana ya aya, hal man assasa bunyana dini, hivi mtu aliyeasisi, aliyeanzisha jengo la dini yake, ala taqwa, kwenye msingi wa uchamungu, wal ikhlasi, na akawa anafanya kwa ikhlasi kwa ajili ya Allah, kaman assasahu ala albatili, atafananaje na mtu aliyeasisi jengo lake kwa misingi ya batili na dhulma, wanifaqi, na unafiki. Alladhi, mtu ambaye yushabbihu tarafa alwadi, amefananishwa na ukingo wa bonde. Wanaojenga mabondeni, kajenga jengo zuri lakini kwenye ardhi dhaifu na iko kwenye muinamo wa bonde, inategemewa litakatika pande la ardhi ya juu na kisha liwekea mzigo wa jengo, ndani mna watu, kuna hatari ya kukatika ile ardhi na jengo lake na wenyewe wakaenda bondeni. Awil jabali, au wamejenga jengo lao juu ya jabali, alladhi, jabali ambalo ashfa ala sukuti, kwa mahesabu ya kitaalamu inaonekana mzigo uliowekwa juu ya jabali hili na jabali lilivyokaa, haliwezi jabali hili kuhimili huo mzigo. Baada ya muda si mrefu, inategemewa jabali litakatika, lianguke na mzigo wake wa jengo lililowekwa juu. Kuna sehemu za pwani kuna majomo yale yamekaa hivi, huku limeenda hivi,
Sasa atokee mtu apelekwe ili jiwe nitaweka ghorofa, kaweke utizame, litakwasuka liangukie chini. Kwa hiyo ni mfano Allah kapiga kwa watu ambao kwenye mazingira yao wana uzoefu nayo, wana ufahamu vizuri. La yazalu bunyanuhum alladhi banau, halikuacha jengo lao hili ambalo wamelijenga, ribatan fi qulubihim, ni jengo ambalo wao wenyewe kwenye nyoyo zao linawapa mashaka, hawana msimamo unaoeleweka. Na ndio maana baada ya kuvunjwa walishtukia, wasema la katujua, wakasambaratika, wala hawakutafutana, sema la kashatujua, hapa mchongo umefeli, na sasa anaweza akatufanyia maamuzi mabaya. La yazalu fi qulubi ahli almasjidi, la yazalu fi qulubi ahli masjidi dhirari, hapato acha kwenye nyoyo za waliojenga msikiti wa madhara, shakun wa nifaqu, nyoyo zao siku zote zitakuwa zina shaka na zitabaki na tabia ile ile ya unafiki. Wa ghaizin, na bado watabaki kuwa ni watu wenye chuki, wamefeli hapa lakini bado wanamchukia mtume. Wartiyabin bisababi hadamihi, na watakuwa ni watu wenye mashaka kwa sababu ya kuvunjiwa jengo lao jipya, wametumia gharama sana kuliandaa halafu limevunjwa. Kwa hiyo nyoyo zao lazima zitapata pressure, hawatokuwa stable. Yahsabuna annahum kanu fi binaihi muhsinin, wenyewe wanajidhani pale walipokuwa wanalijenga jengo lao, walijidhani wanalijenga kwa nia njema na wao ni watu wema. Ruya, imesimuliwa anna nabiya sallallahu alayhi wasallama, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama ba'atha ila dhalika almasjidi, alituma kwenye msikiti huo, man yahdimuhu wa yuhriquhu, alituma watu wakaubomoe alafu wauchome moto. Kwa hiyo uchomwe moto alafu mabaki yatobaki yamesimama yabomolewe. Wa amara biilqa'i aljayfi wanatni, akaamrisha pale mahala pa msikiti pafanywe jaa, patupwe takataka na vitu vinavyonukanuka. Ihanatan li ahlihi, kwa ajili ya kuonyesha unyonge wale wenyewe. Yani wewe umenunua nguo yako mpya mwenyewe na nguo nyingine japo si nguo za kustiri mwili, ghali bei yake, alafu ukute mtu aliyekumiliki kakuzidi nguvu akakwambia nguo hii sitaki uivae, akaichukua akaipiga kibiriti akaiwasha moto. Umeinunua leo dukani ghali 1.5 milioni, alafu mtu anaichoma moto. Moyo wako lazima utaathirika kwa chuki, hasira na mchanganyiko wa mambo kama hayo. Na wao msikiti wao uliwauma, ndio hicho anachozungumza Allah. Kaamrisha kifanywe hivyo, anataka waonyeshe na yeye adabu. Falidhalika, kwa sababu hiyo, ishtadda ghaidha almunafiqina wa hiqdihim, hasira ya wanafiki ilizidi na wakawa wamezidi kumchukia mtume. Kwa nini akatufanyia hivi? Sasa kwa nini na nyinyi mkataka kumfanyia hivyo mlivyotaka kumfanyia? Kashtuki, akachukua maamuzi. Illa an taqta qulubuhum, Allah anasema hazitoacha nyoyo zao kuuma kwa hasira, chuki, mpaka zikatikilie mbali nyoyo zao. La yazaluna fi irtiyabi wa ghaidhin, hawatoacha kuwa na mashaka na chuki. Illa an tasadda qulubuhum fayamutu, mpaka nyoyo zao zipasukilie mbali, wafe kwa sababu ya hasira. Wacha wakasirike mpaka wafe, sio tatizo, lakini huo msikiti ishatoka agizo usiswaliwe. Wallahu alimun hakim, na Allah ana ilmu ya kila kitu, na anapotoa maamuzi yake hutoa maamuzi yake kwa hikma. Hawa walitaka wapeleke kilio kwa mtume na watu wake, Allah akawapa wao kilio, malipo yao. Wallahu alimun hakim, Allah anajua kila kitu
na anafanya kwa hikma anapotoa maamuzi yake.